Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Zia mgogoro wa Yemen, kwa sababu kuna watu wameniuliza sana, Rahby, nini kinaendelea Yemen? Mbona hutaki kukizungumza? No, nilikuwa nataka nijipe muda nione zile hatua, halafu siku nikija kukuelezea sasa nikuelezee mgogoro wa Yemen hatua kwa hatua na mpaka ulipofikia hivi sasa na nini ambacho kinaendelea. Kwa kawaida au kwa kifupi, kuwa huenda si muda mrefu sana tutasikia kura ya maoni mpya katika moja ya nchi za Kiarabu ya Yemen Kusini, ikiitishwa kura ya maoni ambayo itafanyika kwa raia wa kusini mwa Yemen, ambao watapiga kura ya maoni kuamua kurejesha eneo lao au kurejesha nchi yao. Siwezi kusema kama labda wanataka kujitenga au kuwa nchi mpya. No, Yemen ya Kusini imewahi kuwa nchi tofauti na Yemen ya Kaskazini. Kabla ya hapo, wakati wanapewa uhuru kutoka unajua waliwahi kuwa chini ya Uingereza, ambao wakati Uingereza ikitawala kuanzia India, Pakistani, miaka hiyo ilikuwa ikitawala mpaka huko upande wa Yemen. Sasa tangu mwaka 67 Yemen ilikuwa ni nchi tofauti. Yaani Yemen zilikuwa mbili. Kulikuwa kuna Yemen ya Kusini na Yemen ya Kaskazini. Hii Yemen ya Kusini ambayo mji mkuu wake unabaki kuwa ni Aden, hiyo ndo Yemen ya South ya Kusini, ambayo ukiangalia kama miji ya Lahij, ambayo Lahij ni mji ambao uko karibu kabisa na Bab el-Mandeb. Kama unataka kuingia kwenye lile lango ambalo Wahuthi wamekuwa wakizuia meli pale Lahij, manake ukitoka tu Lahij mbele kidogo utakutana na Taiz. Hiyo sasa unakuwa umeelekea sasa ile bahari nyingine ambayo inakwenda mpaka Eskandaria kule Alexandria, Misri, ambapo mbele sasa ndio itakuwa Hudaidah. Lakini sasa kuanzia Lahij, Aden, kwa sababu Aden nayo iko upande wa kusini, lakini iko upande wa bahari kabisa, bahari ya Arabia. Kwa hiyo ile bahari inaanza kuingia kwenye lile lango la wastani wa kilomita 32 kutoka pwani ya Afrika mpaka upande wa pwani ya Eden. Hapa katikati sasa ndio unakuta inaitwa ile Bab el-Mandeb, unaweza ukazuia. Kwa hiyo hapo kutokea Eden ukaenda mpaka usawa wa bahari utaenda Abian. Lakini sasa utakwenda hii nchi ya kusini mwa Yemen yenyewe ilikuwa inapakana na nchi tatu. Wakati huo kusini mwa Yemen ilikuwa inapakana na Yemen ya Kaskazini, ilikuwa inapakana na Saudi Arabia, lakini ilikuwa inapakana na Omani kutoka kwenye jimbo la Al-Mahra. Ukija Hadramaut, ambayo Hadramaut ndio eneo unasema lenye utajiri mkubwa kwa Yemen. 80% ya mafuta yote. Unajua Yemen si nchi yenye mafuta mengi sana ukilinganisha na nchi zingine, lakini wanasema hifadhi kubwa ya mafuta ambayo unaweza kusema yaliyogundulika. Maana yake unaweza kusema bado, kwa sababu Yemen haijatoa fursa, haijapata kukaa watu wakaanza kupekua kuangalia wapi, kwa sababu ni eneo lile ambalo lina asili ya mafuta na kila kitu. Lakini eneo la Yemen lenye utajiri unabaki ni jimbo la Hadramaut, ambao linakusanya zaidi ya 80% ya mafuta ya Yemen. Kwa hiyo 20 ndio inagaiwa kwenda huku, lakini Hadramaut ndio eneo ambalo lina mafuta mengi. Sasa hii kusini iliwahi kuwa nchi toka 1967 mpaka mwaka 1990, ambapo Yemen mbili ziliungana zikaanzisha Jamhuri ya Yemen, ambayo Jamhuri ya Yemen ndio hii inayoendelea mpaka sasa, ambayo iliungana na hii miji sasa mingine ya upande wa pili wa kaskazini, ambao labda kutoka kule juu kabisa Saada, ambao kwa karibu na mpaka wa Saudi Arabia ule Saada, lakini Sanaa ndio ikafanywa kuwa mji mkuu. Hudaidah, yote ni maeneo hayo, yote yalikuja kuwa ikaunganishwa na Yemen moja. Sasa nini kilitokea? Vurugu
zilizoanzishwa na Wahuthi au unaweza zilizoanzishwa na harakati za mabadiliko ya Kiarabu, unaweza kusema ile Arab Spring ya 2011 haikuacha Yemen, ikaikuta Yemen, ikawakuta Wahuthi wakiwa na nguvu, tofauti na mabadiliko yaliyotokea kwenye nchi zingine. Wahuthi walikuja Yemen wakiwa na nguvu. Mwaka 2015 wakaichukua Sanaa. Walivyoichukua Sanaa, watu wengi waliokuwa wanaungwa mkono na, kwa sababu ile vurugu za Wahuthi na Saudi Arabia ziliwavuta zile nchi zingine. Niliwahi kuambia nchi za Kisuni nyingi ziliingilia mgogoro huu. Kwa hiyo wale walivyoshindwa pale kuipoteza Sanaa, waliokuwa kwenye serikali ambao walikuwa wakiungwa mkono na Saudi Arabia, wengi walihamia Aden, walihamia miji ya kusini mwa Yemen, ambao wakawa wanaungwa mkono sasa na Saudi Arabia na Imarati. Wameendelea na mazungumzo mpaka mazungumzo yalivyotokea Saudi Arabia ya mwaka 2019-20 kama nakumbuka, ambayo yakafikia muafaka sasa wa kuto kushambuliana kati ya Wahuthi na makundi mengine, kwa sababu vita kubwa ilikuwa ni STC. STC ni naweza kusema kuwa ndio wenye nguvu zaidi ukitoa Wahuthi ndani ya Yemen, ndio hasa wanaorulu upande wa pili wa kusini mwa Yemen. Hawa STC wanaungwa mkono na Imarati. Ndani yake walikuwepo PLC, ambayo hawa PLC ndio ile serikali, unaweza kusema ndio serikali iliyokuwa imesimamiwa na Saudi Arabia, kuweka mawaziri, kuwalipa, kufanya ni ile PLC. Saudi Arabia alipeleka baadhi ya vikosi vyake ambao vilikuwa ikulu kule Aden na miji kama Hadramaut, walikuwepo askari wa Kisaudia. Sasa ndani ya Yemen ya kusini sasa, baada kuwa hawa Wahuthi wameshachukua hii eneo ya kaskazini yote, Sanaa nini, ambao haina udhibiti. Sasa huku kusini kulivyobaki hawa sasa mafahari, na baada ya mafikiano ya makubaliano ya baadhi ya nchi kuondoka, Sudani waliondoka, hawa kina RSF walikuwepo kule, ndio wakapata utajiri mkubwa sana baada ya kulipwa fedha nzuri sana, walilipwa na Saudi Arabia kwenda kupigana pamoja na Imarati. Baada ya wao kuondoka, kukabaki sasa ushawishi wa Saudi Arabia, ambao Saudi Arabia ilikuwa viongozi wengi wa Yemen ile ya Kisuni wameegemea upande wa Saudi Arabia, lakini nguvu ya kijeshi ya mabadiliko ya ile eneo ilikuwa imeegemea upande wa Imarati. Kwa hiyo kwa miaka Imarati ikawa ikiongeza ushawishi wake wa kijeshi kupitia STC ndani ya Yemen ya kusini. Saudi Arabia akawa anazidisha ushawishi wake wa kisiasa ndani ya Yemen ya kusini. Nini kimetokea? Wameendelea na harakati hizo kwa muda mrefu. Sasa mabadiliko makubwa ambayo tunayazungumza, na kile nilichoanza nacho mwanzo na kuambia, ni swala la muda kuona kusini inaenda kuitisha kura ya maoni kutaka kujiondoa katika Yemen. Unajua, ukiangalia Yemen ni kama ilivyokuwa Somalia, wale wa Somaliland na Somalia ya Mogadishu zilikuwa ni nchi mbili tofauti. Upande mmoja ulitawaliwa na Mwingereza, upande mmoja ulitawaliwa na Mtaliano alitawala Somalia ya Khartoum. Somalia ya Mogadishu ndio alitawala Mtaliano, na ndio maana ukiangalia rekodi kubwa utaona Wasomali wengi waliokuwa wafanya biashara wa nchi zetu huku walikuwa wanatumia sana Fiat. Fiat ni mali ya Muitaliano. Kwa hiyo Fiat zilikuwa zinaingia Somalia kiurahisi sana. Kwa hiyo wakati ule wafanya biashara wanatoka kuja kuanza kutafuta business huku, na baada ya Yemen ya Somalia kuvurugika, waliondoka na mali zao, wakasafiri wakaja na magari yao. Ndio maana mengi alikuwa left hand, unayaona. Mali za Italia zile ndio sehemu ambayo ilitawaliwa na Mtaliano, hiyo Somalia ya Mogadishu. Lakini Somalia ambayo ilikuwa ya Somaliland kule Hargeisa ilikuwa chini ya Mwingereza. Baadaye wakaja kuungana. Sasa hivi ambacho wamekuwa wakikitafuta wale wa Hargeisa au wa Somaliland ni kujiondoa kimataifa katika ule muktadha ambao uonyeshe kuwa wanataka kurudi kwenye nchi yao ya asili, kwa sababu wao wanaamini kuwa hawakuwahi kuwa wa Somalia, hii Somalia ambayo ya sasa ya Mogadishu. Na mgogoro ndio mkubwa zaidi ambao unaendelea mpaka hivi sasa. Jumuiya za kimataifa zimegoma kuwatambua. Mgogoro wa Ethiopia na Somalia unaukumbuka mwaka juzi, ambao ulikuzwa sana mwaka jana mwanzoni, ambao ulikuzwa sana mpaka tukaona pembe ya Afrika ilikuwa imekaribia kulipuka. Sasa hamna tofauti na kile kinachoendelea Yemen. Baada ya hilo, Imarati akajiimarisha kijeshi kupitia STC. Saudi Arabia akajiimarisha kwa ushawishi wa kisiasa ndani ya Yemen. Nini kimebadilika? Juzi mnakumbuka ziara ya Mohammed bin Salman.
Mohammed bin Salman alisafiri kwenda Marekani. Katika moja ya mada iliyo kubwa ndani ya Marekani, bin Salman alimwambia Donald Trump aingilie kati mzozo wa Sudan, awawajibishe wanaosababisha matatizo ndani ya Sudan. Kama nilivyowahi kukuambia, mfadhili wa mkuu wa kile kinachoendelea ndani ya Sudan ni Imarati. Hadithi ile inatajwa kukera sana Imarati, au ombi lililotolewa na Saudi Arabia kwa Trump hawakulifurahia kabisa Abu Dhabi. Yani Imarati walikasirika. Sasa Imarati wakataka kumuonyesha Saudi Arabia kuwa ngoja tukuonyeshe kuwa na sisi makucha yetu kwa upande wako yatakugusa vipi. Ndio maana toka tu kumalizika kwa ziara, kwa sababu ziara ya bin Salman alianzia November 18 mpaka amekaa siku 3 akarejea labda kwenye 21 hivi au 22. Tangu mwisho wa mwezi Novemba, STC wameongeza nguvu zao za kijeshi kuelekea kusini mwa Yemen. Hivi sasa nakwambia majimbo mawili, mfano Al-Mahra na jimbo la Hadramaut, ni majimbo ambayo hayakuwa chini ya STC. Yalikuwa kwenye uongozi wa kieneo, yani unaongozwa na vikosi vya kieneo lile, yani eneo lile kuna vikosi ambavyo vinasimamiwa na wenyeji. Lakini STC walikuwa nafahamika kama wapo na wana nguvu, lakini walikuwa hawajagusa kwenye hayo maeneo, wakiacha kiongozwa na wenyewe tu wakazi halisi. Lakini hivi ninavyokuambia kuwa STC wanashikilia mikoa 8 yote ya kusini mwa Yemen. STC ni wale wanaoungwa mkono na Imarati. Sasa uongozi wa upande wa pili, mfano wale PLC, wakaenda Saudi Arabia kumwambia, vipi bana, mbona unaachia tunapoteza maeneo yetu? Ikabidi Saudia atume ujumbe. Wiki ile iliyopita mjumbe mmoja yule Al-Qahtani alienda kuzungumza ili kuhakikisha kuepusha machafuko, kuepusha mauaji. Saudia hataki kujiingiza kwenye huu mzozo moja kwa moja. Ni kama vile anaepusha umwagikaji wa damu wowote yeye na Imarati katika kukwanguana kwenye hili. Kuna sababu nyingi zinaweza zikaja hivyo. Imarati ni mshirika wa Israeli kabisa. Sasa Saudia mshirika wa Marekani, lakini mshirika wa Israeli pia. Ila urafiki kati ya Israeli na Saudia na urafiki kati ya Israeli na Imarati, urafiki wa Imarati na Israeli ni mkubwa zaidi, na wanaingiliana kwa karibu zaidi kuliko wa Saudi Arabia. Kwa Saudi Arabia anajua hila za Israeli zilivyo, zinaweza zikahujumu mambo yake na mambo. Kwa hiyo ni kama Saudia hawataki kujiingiza kwenye mzozo wa moja kwa moja na Imarati kupitia kwenye ardhi ya Yemen. Ndio maana walituma mjumbe wao kwa ajili ya kumaliza ile suluhu. Lakini walivyoona kuwa STC hawataki kuelewa, ilibidi hata wajiondoe kwenye kampuni kubwa ya petroli kule Hadramaut, iko chini ya STC. Wale vikosi vya Saudi Arabia karibu askari 10,000 walikuwepo kule. Saudi Arabia imewaondoa wote ikawarudisha nyumbani. Lakini wale viongozi waliokuwa wanapinga STC wamehamishwa, wamerudishwa Saudi Arabia. Yani uwanja ni wa STC hivi sasa. Navyokuambia, kusini kote lile jimbo liko chini ya udhibiti wa Imarati. Sasa nini kinaendelea? Mwaka huu mwezi Septemba, nadhani mwezi Septemba, taarifa walioitoa STC walisema kuwa wanataka kuanzisha uhusiano, yani wanataka kuingia kwenye mkataba ule wa Abraham. Niliwahi kuagusia kidogo kwenye hili swala. Yani wanataka kuanzisha mahusiano na Israel, jambo ambalo halikukubalika kwa raia wa kawaida wa Yemen. Hata hao wa kusini ambao wako chini ya STC hawataki kuamuliwa kuhusu hilo. Yani kuwa wanasema maadili yetu hayawezi kuingiliwa kwa hilo. Sasa kuna turufu ambayo inachezwa na karata ambayo inachezwa na hawa walioanzisha STC au Imarati, kwa sababu Imarati yeye ana uhusiano na Israel moja kwa moja. Wanachotafuta hawa ambao wanahitaji faida za kisiasa ndani ya STC ni kupata faida ya kutambuliwa. Ukitambuliwa na Israeli, manake rahisi kutambulika na Marekani. Yani kura ya maoni ya kusini itakuwa nyepesi kabisa ikiwa hawa raia watasaini makubaliano ya kuanzisha uhusiano na Israeli. Tayari Umoja wa Mataifa watapitisha, Marekani atasukuma nguvu zake kuhakikisha kusini inapigiwa kura ya kujitenga. Niliwaambia hili wakati ule wa Somaliland, kwa sababu mpango huu ulipelekwa pia Somaliland kuwa kama mtawapokea wa Palestina
tutawatambua. Niliwaambia hii ni turufu mbaya sana na ni kitu kibaya sana, kwa sababu leo hii ukiangalia maoni ya ulimwengu wa Kiarabu, kwa kiasi kikubwa hauungi mkono kugawika kwa Yemen. Unatamani kuona mpango ambao hasa uliasisiwa na Saudi Arabia katika mazungumzo yao na Wahuthi mara ya mwisho, mpaka kurejesha ule utawala uliokuwa Saudi Arabia ukarejea Yemen ukawa unafanya kazi kupitia Aden. Ilikuwa ni makubaliano ya kuwa ni lazima tuanzishe serikali ambayo itakuwa inaingiliana ya pande zote mbili katika Yemen moja, sio katika kuigawa Yemen. Lakini maoni ya hivi karibuni ndio yamekuja kuwa baada ya kuonekana kama Wahuthi hawataki kubadilisha mstari wao na wamesimamia kwenye njia yao na hawataki kuacha uhusiano wao na Iran, wakaona hakuna maoni yanasema kuwa ili Yemen itulie ni lazima two state solution, mataifa mawili yagawike, Yemen ya kusini irejee, Yemen ya kaskazini irejee na igawike kuwa Yemen. Ukiangalia kwa ramani utaona kuwa Yemen ya kusini ni kubwa zaidi kuliko ya kaskazini, yenyewe ina eneo kubwa zaidi, licha ya kuwa inaweza ikawa na idadi ya watu wachache ukilinganisha na upande wa pili, lakini bado yenyewe inaonekana kuwa ni Yemen kubwa sana. Sasa Imarati anapendekeza kuwa kupitia mawakala wake aliyoweka ndani ya Yemen kuwa wafanye mpango wa kuanza kuhakikisha Yemen ya kusini inarejea. Wengi upande wa kusini mwa Yemen wanaiunga mkono STC katika harakati za kuikomboa Yemen ya kusini. Hilo hamna shaka. Yaani raia wengi walio kusini mwa Yemen wanaunga mkono STC kuirejesha Yemen ya kusini. Hilo hawana shaka, lakini raia wengi wa kusini mwa Yemen wanagawika kwenye msimamo wa STC kuja kuanzisha uhusiano na Israeli. Na watawala wa STC wanaona kuwa hakuna fursa yoyote njema na bora kwa mustakabali wa hilo taifa lao litalokuwa kama wao wataanzisha uhusiano na Israeli, kwa sababu watakuwa wamepata kinga ya nani? Kinga ya Marekani, na kupata usaidizi mzuri wa Marekani kama ilivyofunguliwa Syria ya sasa. Nini kitatokea? Muda pekee ndio utatupa majibu yepi yatatokea. Sasa Saudi Arabia ilikuwa ina ushawishi mpaka kwenye visiwa vile vya Sokota. Kama mnakumbuka, kuna moja ya visiwa viko bahari ya Hindi hapo, bahari ya Arabia hiyo karibu na Yemen. Moja ya visiwa vizuri sana viko Yemen, inaitwa Sokota. Kile kisiwa kinaongozwa hivi sasa, STC walienda kufanya mashambulizi wakachukua maeneo yote ya vile visiwa. Karibu visiwa vitatu viko chini yao, chini ya ufadhili wa Abu Dhabi. Yani ukifika Sokota, ukienda Sokota utadhani uko Imarati, kwa sababu kila unakotembea barabara zote unaona bendera za Imarati tu, kwa sababu eneo lote lile liko chini, inaitwa ufadhili wa Imarati. Mashule, vyuo, hospitali, barabara, sijui kila kitu huko kinachopepea utaona kuwa bendera za Imarati zinapepea. Ni utadhani ni jimbo la Imarati, au utadhani uko Imarati nje ya Imarati. Ndio Sokota ilivyo. Moja visiwa vizuri sana. Ukiingia mtandaoni hapo angalia Sokota, kuna miti ya asili na kuna dawa fulani za historia ziko kule upande wa Yemen. Sasa kinachoendelea Yemen, ndugu zangu, ndio hicho nilichokiambia kuwa mzozo wa Saudi Arabia na Imarati umehamishiwa Yemen baada ya mzozo kutoka Sudani, na Imarati ni kama amepania, kwa sababu hakufurahishwa kabisa na jambo la Saudi Arabia kutaka Marekani iingilie kati kwenye mzozo wa Sudani na kuhakikisha ule mzozo unakwisha, na wanashukuliwa hatua waliosababisha madhara. Sasa unapochukua hatua za kusababisha madhara, maana yake unawagusa RSF. Ukigusa RSF umemgusa Imarati moja kwa moja. Kwa hiyo ule mzozo wa kutokea Sudani umehamia kwenye ardhi ya Yemen, na ndio unaofukuta hivi sasa upande wa Yemen. Kwa hiyo Saudi Arabia amekuwa ni wakala sahihi, wakala maalum kabisa wa harakati za Israeli katika nchi za Kiarabu, kuhakikisha kuwa kila mahitaji ya Israeli kwa nchi za Kiarabu atayatumia, na atatumia mkono wa Imarati kuhakikisha hayo yote yanapita na yanaendelea. Ndicho kinachoendelea hivi sasa kule Yemen. Kwa hiyo watu wenye harufu ya Yemen, watu wenye asili ya Yemen na nasaba ya Yemen, kinachoendelea katika nchi yenu ya Yemen ni kuwa eneo lote la kusini liko chini ya udhibiti wa vikosi vya STC vinavyoungwa mkono na Imarati Dubai. Sasa kinachopelekea hivi sasa au yanayoendelea huko sasa ni kile ambacho kinaweza kikatokea baadaye. Huenda tukashuhudia muda si mrefu kura ya maoni ambayo
watu wa kusini watapiga kutaka kujitenga, na hilo watapiga kura vizuri kabisa kutaka kujitenga, kwa sababu wamekuwa wakiyataka hayo kwa muda mrefu. Maana yake kuwa kusini itarudi kwenye mipaka yake ya asili mitatu ya Oman, Saudi Arabia pamoja na kaskazini mwa Yemen, na kaskazini itabaki na mpaka wake mmoja tu, unaweza ukasema, kwa mipaka miwili itabaki kuwa ikipakana na kusini na ikipakana na Saudi Arabia upande mmoja, na upande mmoja itakuwa upande wa bahari ya Bab el-Mandeb na bahari ya Arabia. Sasa hicho ndicho ambacho kinaendelea. Hofu ya Saudia kuikaribisha STC na kuwa watawala kwenye mipaka ambayo iko karibu yao haina tofauti na hofu ya kuwa na mipaka na Wahuthi, kwa sababu falme mbili hivi sasa za Gulf haziaminiani. Kwa muda mrefu wamekuwa hawaaminiani. Rudi kwenye mgogoro wa corona, kama mnakumbuka, wakati wa mgogoro wa COVID bei ya mafuta iliporomoka sana kwenye soko la dunia, ikabidi hata OPEC iombe kuwa tunaomba uzalishaji wa mafuta upunguzwe. Uliibuka mgogoro kati ya Emirati na Saudi Arabia, nani apunguze uzalishaji, kila mmoja akimwambia wewe punguza. Emirati aligoma kupunguza uzalishaji, Saudi Arabia akamwambia punguza wewe. Emirati anamwambia Saudi, wewe ndio unazalisha mafuta mengi, punguza, mimi nitaendelea kunani vile. Kwa hiyo kulikuwa kuna mgogoro ambao ulikuwa unafukuta. Sasa wamejaribu kuficha sana hili swala la mgogoro kuonekana kama wewe, lakini kiuhalisia kuwa Saudi Arabia na Emirati wapo kwenye mgogoro, na ndio maana ukiwarudisha kule Sudani wapo kwenye migogoro miwili tofauti. Saudi Arabia ikisapoti jeshi la Sudani na Emirati ikisapoti kikosi cha RSF. Sio, umeelewa? Kwa hiyo wababe wawili wa Mashariki ya Kati wapo kwenye mzozo ambao hatujui utatufikisha wapi. Kitu pekee ambacho kinabaki kutuliza huu mzozo ni busara pekee zinazotoka Riyadh, kuwa kuepusha kujiingiza moja kwa moja kwenye mzozo, licha kuwa Emirati wanaonekana wamepania na hawajali chochote, wanasukuma kete zao wanavyozitaka. Lakini Saudia anachofanya ni kuepusha mzozo na kurudisha nyuma mikono yake. Sitaki kukuza huu mzozo na ukaje kuwa mkubwa zaidi katika eneo lote hili. Jamani, asanteni na jioni njema. Rahby Digital.